Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, mtakatifu wa Israeli, asante kwa neema na rehema ya kipekee ambayo umekipatia Bwana. Mungu, katika kusanyiko lako hili Bwana ulilolichagua, Mungu tunaomba uzidi kutuosha, uzidi kututakasa katika moyo huu wako Bwana. Wa Warumi 8 mstari wa 1 Bwana. Mungu, utakaponena kuhusiana na kuenenda katika roho Bwana, tusaidie Bwana, tuweze kupambanua Bwana ni katika njia gani tunapaswa kutembea kwa roho, na ni kwa njia gani tukiwa tunatembea tunapaswa kujua kwamba tunatembea katika mwili Bwana. Nasema mtu unajulikana kwa matunda yake. Mungu, asante kwa sababu mlipotuokoa Bwana uliweka Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, na matunda hayo Bwana yanazidi kuonekana Bwana. Mungu, somo hili nenda ukalivivie kwa pumzi yako Bwana. Wale ambao pia tapata neema na rehema katika sehemu ya Tanzania Bwana, shirika ulio mahali pale, Abraham Mabanda na mkewe, na hata Mwendwa Mbabu na nyumba yake Bwana, na mwana Ashley, Mungu wakumbuke Bwana. Kumbuka hata Sam, kumbuka hata Maithia na nyumba zao, kumbuka Bwana hata Morris, kumbuka Bwana hata Juma, mkumbuke Wekesa Bwana. Mungu, unajua wale walio wako Bwana wanaenenda katika roho na hawana chochote Bwana cha kuwazuia ndani ya mioyo yao Bwana, ama kuwakwaza ama kukwazwa napotembea katika roho. Mungu, zidi kutuosha, zidi kutusafisha Bwana. Asante kwa kuwa umesikia, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba hata tukiamini. Amina. Amina. So tutaendelea na moyo ambao Mungu amekuwa akituongoza kwa rehema zake. Warumi 8 mstari wake ni wa 1. Tumekuwa tukiangalia sehemu ya mwili. Leo kwa rehema ya Mungu tutaangalia sehemu ya roho. Tumekuwa tukiangalia sehemu ya mwili, leo tunaangalia sehemu ya roho. So tunaweza soma Warumi 8 mstari wake ni wa 1. Msomaji unaweza kusoma tafadhali. Kitabu ni cha Warumi 8 kuanzia mstari wa 1. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata roho. Ya Mungu anasema hakuna hukumu ya adhabu kwa wale wote walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili, lakini wale tu ambao wanaenenda kwa kufuata roho. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu anasema hakuna hukumu kwa kina nani? Wale walio ndani ya Kristo na wanaenenda katika roho. So kama kuna mtu yuko ndani ya Kristo na anaendana katika mwili, Mungu anamuamsha sahi. Mungu anatuamsha sahi, anatuambia kwamba utahukumiwa, kwa sababu kuna hukumu kwa wote walio ndani ya Kristo ambao wanaenenda katika mwili. Kuna hukumu ambao hukumu tumekuwa tukiangalia ni ziwa la moto. Hukumu tumekuwa tukiangalia ni mauti ya pili. So Mungu anataka tujiangalie aswa watakatifu walio ndani ya Kristo, tujiangalie vyema. Na kujiangalia ni kujiangalia na maandiko venye anasema. Si kujiangalia nusu kwa mtazamo wako, nusu kwa maandiko, nusu kujihesabia haki, nusu kujiangalia katika maandiko. Unapojiangalia kwa kioo, naamini unaona uso wako wote. Hautaki kuona pua peke yake, hautaki kuona jicho moja peke yake, unataka uone uso wako wote kabisa. Ndivyo na neno la Bwana. So wale wanaoenenda katika roho na wako ndani ya Kristo Yesu, hawa hawatahukumiwa. Sasa tuangalie kitabu cha Wagalatia. Nasomea tafadhali Wagalatia 5 mstari wake ni wa 25. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 25. Kwa kuwa tunaishi kwa roho, kwa kuwa tunaishi kwa roho, basi tuenende kwa roho.
basi tuenende kwa roho. Kwa kuwa tunaishi kwa roho, kweli tumeokoka, tuko na Roho Mtakatifu kweli. Maandiko yanasema basi kama twaishi kwa roho, basi tutembee pia kwa roho. So unaona kuna mambo mawili hapa yanatajwa. Neno la kwanza ni kama tunaishi kwa roho. Fulani wa Galatia 5 mstari wa 25, kwa kuwa tunaishi kwa roho 5 basi tuenende kwa roho 25. Alafu venye Mungu ananiambia na Mungu anakuambia. Mungu anakuambia ukiwa unaishi kwa roho, kwanza ujue kuishi kwa roho ni nini. Biblia ya Kimombo inatupatia lugha nyepesi, nitaisoma alafu kwa uwezo wa Mungu nitaitafsiri. Inasema if we live in the spirit, kama twaishi kulive, lazima spirit ambao ni roho iwe ndani yako. Kama roho ya Mungu inaishi ndani yako, kama roho wa Mungu anaishi ndani yangu, hiyo ndio inamaanisha roho wa Mungu akiwa anaishi ndani yako, basi Mungu anasema tunapaswa tutembee katika roho. So tukishapokea roho wa Mungu akiwa anaishi ndani yangu na ndani yako, tunaambiwa sasa tunafaa tutembee. Roho wa Mungu anaishi katika moyo. Roho wa Kristo anaishi katika moyo. So Mungu anasema kama tumeokoka na tuko na roho wa Mungu, roho wa Kristo ndani ya mioyo yetu, basi anasema mili yetu itembee kwa roho. So Kristo akiwa anaishi ndani ya moyo wako, ndio inamaanisha hiyo sehemu ya A. If we live in the spirit, na tuwezi kuishi katika roho kama roho hayuko ndani yetu. So inamaanisha roho lazima awe ndani yako, na roho akishakuwa ndani yako, Warumi 8 mstari wa 1 kwa kuwa tuko ndani ya Kristo. Tuko ndani ya Kristo. Tuliingiaje ndani ya Kristo? Tuko vipi ndani ya Kristo? Ni kwa sababu roho ya Kristo iko ndani yetu. Na sasa kwa sababu ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu kuna roho wa Kristo, naambiwa mwili wangu basi unafaa utembee katika sheria ya roho. So naona roho inashughulikiwa na mwili unashughulikiwa. Mkristo anaambiwa hapa, ukishapokea roho ndani ya moyo, roho inakaa ndani ya moyo. Hilo inakaa ndani ya moyo. Moyo ni bag. Mali dhambi kiondolewa baada ya toba na imani, roho ya Kristo, roho ya Mungu inaingia ndani ya huo moyo, inaingia ndani hilo bagi. Sasa Mungu anasema kwa kuwa sasa uko ndani ya Kristo, yaani uko na roho wa Kristo ndani yako, sasa katika huu mwili wangu na wako unafaa utembee katika reli ama pattern za kiroho. So roho anakaa kwa moyo. Angalia wa Galatia 4 mstari wake ni wa 6. Wa Galatia 4 mstari wake ni wa 6, maandiko yanasema kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu amemtuma roho mwanae mioyoni mwetu. Mungu amemtuma roho wa Yesu Kristo ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wako. Moyo wako ni bagi, moyo wako ni vessel, moyo wako ni kama container, na wangu pia. Mungu anamweka roho wa Kristo ndani ya moyo wako. Ndio maana maandiko yanasema kwa Warumi 8 mstari wa 1, wale walio ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu Kristo yuko ndani ya roho zao. Na Yesu akiwa ndani ya roho, Yesu akiwa ndani ya mioyo yetu,
Mungu anasema kwa sababu Yesu yuko ndani sasa kwa moyo, naambiwa sasa huu mwili utembee kwa roho. Utembee kwa roho. Gari ya moshi ishatengezwa. Basi kwa nini watu tunatengeza reli? Ili hiyo gari ya moshi itembee katika reli. Na wakati gari ya moshi imekosea reli, kuna maafa. Wakati Mungu anachukua roho ya Kristo anaweka ndani ya moyo wangu na moyo wako, baada ya kufahamu dhambi, baada ya huzuni ya kiungu kwa ajili ya dhambi, baada ya toba kupokea kutoka kwa mkono wa Mungu, baada ya imani ya Yesu Kristo, baada ya kupokea msamaha wa dhambi kwa kuiamini, dhambi inatolewa. Mungu anachukua roho ya Kristo anaweka ndani ya moyo wako. Mimi ndio tutakuwa kama train. Alafu reli Mungu anasema sasa tembea, walk in spirit. Hivyo ndio Biblia ya Kimombo inatumia neno walk. Walk ni tembea. Soma Galatia 5:25. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Let us also walk. Hesimi mtu mmoja. Inasema let us ni kanisa. Let us ni zaidi ya watu wawili. Uko na Roho Mtakatifu, niko na Roho Mtakatifu. Basi maandiko anasema mimi na wewe ambao ni kanisa tutembee kwa njia za roho, si njia za kimwili. Kanisa ni kusanyiko ya watu wawili ama watatu wenye Roho Mtakatifu ndani yao, wenye nia safi ndani yao, wenye mawazo yaliyooshwa na kutakaswa na yanaendelea kutakaswa na neno la Bwana. Wanapokutana, Yesu anakuwa katikati ya kina Raicho ambacho ni kanisa ya wawili ama watatu. Alafu maandiko anatoa amri, anasema let us walk in spirit. Na tutembee, tuenende kwa roho. Kwa sababu kuna hatari. Tukienenda kwa mwili tutakufa. Na utakufa hakika. So tumeona kwa uwezo wa Mungu mahali roho inakaa katika mwili, ndani ya moyo wa mwanadamu aliyepata wokovu. Rejelea tena ya Kiswahili wa Galatia 5 mstari wa 25. Kitabu cha Galatia 5 mstari wake wa 25. Kwa kuwa tunaishi kwa roho, basi tuenende kwa roho. Tuenende. Biblia ya Kimombo inasema walk. Tutembee. Kitafsiri moja kwa moja inamaanisha tutembee. Inamaanisha kuna hatua ambazo Yesu Kristo alizitembea hapa duniani. Sasa Mungu amechukua roho ya Yesu Kristo, ameka ndani yako, ameka ndani yangu. Sasa katika hiyo roho ya Yesu Kristo inataka siku zote kutembea katika zile hatua ambazo Yesu Kristo alitembea akiwa duniani. Sasa Galatia 5 mstari wa 16. Kitabu ni cha Galatia 5 mstari wake ni wa 16. Kwa hiyo nasema enendeni kwa roho. Kwa hiyo nasema enendeni kwa sababu njia ya mwili ni mauti. Ni ya chafu kanisani. Mawazo machafu kanisani. Kiburi kanisani. Hii ni mwili. Mabishano kanisani. Vyeo kanisani. Hizi ni mwili. Sadaka, vita vya sadaka, vita vya vyovyote vile, usherati, uzinzi kanisani. Hii ni mwili. Afadhali mtu ambaye ana roho
akiishi maisha machafu basi hana roho. Lakini mtu ambaye ni msafi yuko na roho, Mungu anampatia amri, anamwambia tembea katika roho, kwa sababu ndani ya moyo uko na roho ya Kristo. Kwa nini kanisa lina nguvu? Ni kwa sababu kanisa linatembea katika mwili na likiwa limepewa roho ndani ya mioyo. Makanisa 7 yalikuwa mengi yao yanaanguka kwa sababu yamemzima roho, yanamuudhi roho. Basi anaishi kama mwili. Nia inakuwa ni ya mwili, uinjilisti unakuwa ni wa mwili, vita vya vyeo hapa na pale inakuwa vya mwili, fedha inakuwa mambo ya mwili, maneno yanayotoka kwa vinywa vyetu vinakuwa vya mwili. Ni kwa sababu tuko ndani ya umwili. Na Mungu anatuambia mchana wa leo, jioni ya leo, kwamba tuenende katika roho, kwa sababu ndani ya mioyo yetu kuna Roho Mtakatifu. Mwili utembee katika njia za utakatifu. Na Mungu anataka nipate toba sehemu zozote zile ambazo Mungu atakuwa anakuonyesha kwamba hapa umetembea kwa mwili. Pata toba haraka. Nami nipate toba haraka. Tupate toba haraka iwezekanavyo kupitia maandiko. Naweza angalia tafadhali, rejelea tena 16:5 wa Galatia. Galatia 5 mstari wa 16. Kwa hiyo nasema enendeni kwa roho. Wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. So tunapotembea kwa roho, hii sehemu ya roho, wale watakatifu walio ndani ya Kristo Yesu wakitembea tu kwa roho watashinda mwili. So silaha ya kushinda mwili si kung'ang'ana na uovu. Ni kwanza Roho wa Kristo amewekwa ndani yako, Roho wa Kristo amewekwa ndani yangu. Sasa ni kupitia utiifu katika yule Roho aliyewekwa na Mungu ndani yako na ndani yangu. Tukitembea kwa roho, hatutatimiza tamaa za mwili. Kwa nini watu wanatimiza tamaa za mwili? Ni kwa sababu hawatembei kwa roho. Wamemzima roho, alafu sasa watatembea katika tamaa za mwili. Mabishano yatakuwa katika kanisa, tamaa zitakuwa katika ndani ya kanisa la Bwana. Chuki itakuwa, kutotaka kurekebishwa itakuwa, kiburi kitakuwa katika kanisa la Bwana. Mabishano itakuwa ni lugha ya kila siku. Mimi ni bingwa, mimi sitaki kuambiwa. Mungu anasema haya yote yoko katika mwili, kwa sababu maandiko yanasema submit one to another. Yani jitii, mimi nijitiishe kwako na wewe ujitiishe kwangu. Hivyo ndio neno linasema. Wakati linasema mimi sitamtii mtu yoyote, basi uko na kiburi. Na ukichunguzwa vizuri na mimi nikichunguzwa vizuri, kuna pepo ambalo shetani anakutumia ama ananitumia. Wakati unasema mimi sitaki kujitiisha, basi wewe unakata neno ama mimi nakata neno. Na hiyo ni kiburi na unatembea kwa mwili. Maandiko yanasema submit one to another. Yani wewe, mimi nishuke nikusikize, nishuke nisikize mwingine, na wewe mwingine pia ashuke amsikize Kristo aliye ndani. Mimi nasikiza Kristo pia aliye ndani yako. Hilo neno inasema submit one to another. So kanisa la leo kila mtu ni mwalimu. Kanisa leo halina mshirika. Na Mungu afanye kazi hivyo. Mungu afanye hivyo. Mungu afanye hiyo. Inaitwa spirit of confusion. Flesh ni mwili. Ni mwili unakusukuma. Hata walimu ukaa chini ya walimu. Spirit of prophecy submits to another spirit of prophecy. Kama kuna nabii Kongowea na ni nabii wa Mungu, nabii wa Mtwapa, nabii wa Mungu wa Mtwapa atakuwa anajitiisha kwa huyu nabii wa Kongowea. Kama nabii wa Kongowea kuna nabii Mtwapa, nabii wa Kongowea atakuwa anajitiisha kusikia kwa huyu nabii wa Mtwapa. Maandiko yanasema hivyo. Lakini nabii wa Mtwapa hataki kumsikiza nabii wa Kongowea, hata hiyo roho inafaa ichunguzwe. Hiyo roho ichunguzwe na itapatikana itokane na neno la Mungu, inatokana na spirit antichrist, ibilisi, pepo mchafu. Na ni kwa sababu gani? The flesh, mwili. Mwalimu bora duniani
ni yule ambaye Roho Mtakatifu anafundisha kupitia yeye, na yeye mwenyewe anakaa chini afundishwe. Amina. Hiyo ndio mwalimu bora. Hiyo ndio mwanafunzi wa Yesu Kristo. Yule ambaye Roho Mtakatifu anafundisha kupitia yeye. Yaani yeye afundishi, ni Roho anafundisha kupitia mwili wake. Alafu yeye pia anakaa chini afundishwe. Huyo ndio mwalimu ambaye Mungu anamtafuta. Lakini kama sifanani hivyo, kama ufanani hivyo, kama wewe wafundisha, mimi nafundisha, lakini wewe ufundishiki wakati mwingine anakufundisha, wewe uko na spirit ya rebellion. Yaani uko na roho ya uasi. Hivyo ndio unatambua kwamba hauko kwa roho, lakini uko kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo. Na kitu unakosa ni kitu inaitwa discipleship. Na muda si mrefu utatembea kwa mwili, utatembea kwa mwili, utatembea kwa mwili. Mwisho siku utapata toba. Na maandiko yako wazi kwa mtu kama huyo, wa sampuli huyo. Mungu anamkata. Baba ni mkulima, kazi ya mkulima ni kukata ama kuprune. So itakuwa unapata mafundisho, unakuwa kwa neema ambayo Mungu anakupatia. Usisahau kitu kimoja. Maandiko yanasema kwa kuwa tuko na roho wa Mungu, basi tutembee katika roho. Tembea katika roho ni kushuka. Nihakikishe kama kuna mtu ananikosoa, nimetulia kabisa katika amani ya Bwana, nisikize, hii ni kweli, hapa nimeenda vibaya. Mpendwa, Mungu akubariki. Nashuka. Hiyo ndio kutembea kwa roho. Tusarejelea tena zaidi. 5:16. Wagalatia 5:16. Kwa hiyo nasema, nendeni kwa roho. Kwa hiyo nasema, nani anasema? Ni Roho wa Kristo anasema. Kwa hiyo nasema, nendeni kwa roho, nendeni kwa roho. Hata masaa ya kukutana wapendwa, hata masaa, muda wa kukutana, mimi na wewe tunaenda kimwili. Mungu amesema saa ngapi? Niangalie hiyo time Mungu amesema. Mnapokubaliana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akiwa hapo, Mungu amefunga hiyo. So niangalie, nikiwa naja kuchelewa basi naenda kwa mwili. Na siwezi sema niko katika roho wakati nimechelewa ama umechelewa. Inafaa nijue niko katika mwili na uendani katika roho ama siendani katika roho. Mungu akikupatia roho wake na ametupatia kweli, wako na kitu inaitwa time conscience. Ikifika tu wakati wa ibada unaanza kuzungumziwa, hapa nachelewa, unaanza kutaka haraka kuja kufika katika ibada. Hapo ndio unajua unatembea kwa roho. Lakini kama hiyo conscience imeenda imekufa, time conscience imekufa, then uko katika mwili, uko karibu kutapikwa. Mpendwa, pata toba. Ama niko karibu kutapikwa, nipate toba haraka sana. Haijaisha. Kwa hiyo nasema, enendeni kwa roho. Wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Usherati hautakusumbua ukiwa katika njia ya roho. Usinzi hautakusumbua ukiwa katika roho. Na tangalia hii kukaa katika roho ni kukaa vipi kulingana na neno la Bwana. Mungu anakuhakikishia kwamba wataka kushinda mwili, wataka mwili usitimize tamaa zake kwako. Mungu anakuambia, ananiambia, enenda katika roho. Mwili utashindwa. Hiyo ndio silaha. Silaha ya kushinda chuki. Silaha ya ukirekebishwa hutaki kukubali. Hiyo kuishinda. Mungu anakuambia njia hata kuja mapema kwa ushirika. Mungu anakuambia njia hiyo ya kushinda mwili ni kutembea kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea kwa mwili ni mauti. Kutembea kwa roho ni uzima wa milele. Na kutembea kwa roho ndio kinga ya kushinda mwili. Kutembea kwa roho. Na lazima uwe na Roho Mtakatifu. Sasa tuangalie kitabu cha Warumi. Pia kuna kitu ambacho unafaa ufahamu hapa ambacho ni cha msingi sana. Hata na mimi ingekuwa somo lake peke yake.
lakini nitagusia angalau Warumi 9. Warumi 9. Tisa ni 8. Ya samahani, Warumi 8 mstari wa 14. Warumi 8 mstari wa 14. Hapa pia tuwe makini kabisa. Warumi 8 mstari wa 14. Kitabu ni cha Warumi 8 mstari wake ni wa 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni akina nani? Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ni watoto wa Mungu. So wale wote ambao wako ndani ya Kristo lakini hawaongozwi, hawaenendi kwa Roho, Mungu anasema hao ambao wanaenda kwa mwili si watoto wake. So hao ambao ni wa Kristo, wako ndani ya Kristo lakini ni watakatifu. Takatifu. Na huyu pia mtakatifu. Mungu anasema watakatifu hao wawili wote wako ndani ya Kristo. Tusiingia ndani ya Kristo tumeokoka, tunafurahi, tunasherekea tunapotoka ubatizo. Wa roho ushafanyika, wa mwili umefanyika, tunasherekea. Mungu anasema amina. Mumeingia stage 1. Hiyo ni stage 1, ni primary level ya wokovu. Wanasema sasa kutoka hapo ukienenda kwa mwili, wewe ni mtoto wa ibilisi. Nikiendana kwa roho, kwa kumtii Roho, mimi na wewe ni watoto wa Mungu. Yesu asifiwe. Amina. Tumeingia kwa wokovu. Warumi 8 mstari wa 1 sehemu ya A. Wote walio ndani ya Kristo Yesu hawana hukumu. Wamepokea roho ya Kristo ndani ya mioyo yao. Galatia 4 mstari wa 6. Alafu Mungu anasema sasa tulia hapo kwa roho. Wale sasa ambao wanaenenda kwa mwili, hao sio watoto wa Mungu. Wale wanaoenenda kwa roho, hao ndio watoto wa Mungu na wana hukumu. Amina. So ili uelewe zaidi, unaweza kupanga kwa uwezo wa kile ambacho tumekipokea kwamba kuna primary level ya wokovu na kuna secondary level ya wokovu. Primary ni ile tumeingia ndani ya wokovu, tumepokea Roho Mtakatifu. Secondary ni lazima kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa neno la Bwana, utembee katika Roho, uendelee kubaki mtoto wa Mungu aliye ndani ya Kristo Yesu. Hii ni secondary. Amen. Ukiwa ndani ya primary, uko na Roho Mtakatifu. Primary level uko na Roho Mtakatifu. Warumi 8 mstari wa 1 sehemu ya A imetimia ndani. Lakini je, nikienenda kwa mwili bado nabaki mtoto wa Mungu? Warumi 8 mstari wa 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Hao ndio watoto wa Mungu. Je, wale ambao wanaongozwa na mwili, Mungu anasema hao si watoto wake. Elewa. Unaweza ingia primary level kwa uwezo wa Mungu. Lakini je, kwa uwezo wa huyo Roho wa Mungu ndani, utamtii akuongoze kwa njia ya Roho, ama utamsima na umfanyie jeuri na umuhuzunishe kiasi kwamba Yesu aseme kale makanisa 7, ambia wewe nitakutapika usipotubu. Wewe kinara cha taa nitaondoa kanisa, nitaondoa Roho Mtakatifu wangu hapa.
kwa sababu unatembea kwa mwili ama natembea kwa mwili, ushafanyika mtoto. Yesu ashaumbwa ndani yako. Unaomba sasa, kuna sharti wewe utabaki mtoto wa Mungu kwa uwezo wa Mungu utakapoendelea kumtii Roho Mtakatifu na uenende katika roho na si kwa mwili. So nisione Mkristo ambaye anasema ameokoka, ndani ya moyo wake ni bagi ambayo roho wa Mungu Mungu amekaroa Kristo ndani ya bagi hiyo ambayo ni moyo wake. Alafu anapeana mwili wake kwa uzinzi na usherati na umalaya. Ama amevaa kama malaya, matiti yanaonekana yako wazi. Sehemu zingine zinaonekana zimebana. Alafu anasema Mungu, unajua anaangalia roho. Mungu angalii nini? Angalii mwili. Mungu anasema anaangalia mwili. Roho inabebwa na nini? Sasa hata maaskari wakiwa getini, ukiwa umebeba bagi, wanaangalia ndani na nje. Wanakusearch wewe nje na wanasearch ndani. Sema Mungu ambaye ameumba roho na mwili. Hivi ndio Mungu anasema. So lazima tuangalie unavaa vipi, nakaa vipi, lugha ambayo inatoka. Na si kwa nguvu zetu, si kwa juhudi zetu. Tuna Roho Mtakatifu ndani, ni kumtii na kuendelea kukaa katika neno. Hivyo ndio Mungu anasema. Mtoto wa Mungu ni nani? Mungu anasema wale wanaoenenda kwa roho. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho, wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Hao ndio watoto wa Mungu. Mtihani kidogo tu. Mtu akuulize, nionyeshe watoto wa Mungu ni akina nani? Utawajuaje watoto wa Mungu? Wale wanaoongozwa na roho. Utaangalia matunda ya roho ndani yao. Kama wewe ni mtoto wa Mungu kweli na uko na roho wa Kristo ndani yako kweli, basi lazima matunda ya roho yaonekane kwako kweli kweli. Lakini nikiona matunda mengine, Yesu ananiambia pana, huyo ongozwi na roho, huyo anaongozwa na mwili. Hiyo ndio kipimo. Mungu anasema mtoto wa Mungu ni yule anaongozwa na roho wa Mungu. Kama aongozwi na roho wa Mungu, basi roho nyingine inamuongoza. Na Mungu anasema huyu si mtoto wangu. Na nitajua kwa matunda. So nitajuaje natembea kwa roho? Sasa tuangalie Wagalatia. Hii pia ni mmoja wapo ya muhimu sana kudiscern. Tajuaje natembea kwa roho, na nitajuaje nimeanza kwa roho na namaliza kwa mwili? Napokuwa na moyo wa kiburi, napokuwa na moyo wa kuficha, napokuwa na moyo wa tamaa za uzinzi, za usherati, unapokuwa na moyo wa kushindana, unapokuwa pia hata na moyo ambao hautii mamlaka. Wewe hakuna mtu anakuambia wewe si ndugu ya Kristo. Mimi kila mtu kwa uwezo wa Mungu nataka niambie aliye ndani ya Kristo Yesu. Hata wale walio nje, bora na sitembei vizuri, anirekebishe kwa uwezo. Anirekebishe hata kupitia huyo. Hiyo ndio roho wa Mungu mpendo. Lakini kama uko tayari kurekebishwa, naweza angalia Wagalatia 5, najuaje natembea kwa roho, najuaje unatembea kwa roho? Wagalatia 5:22. Kitabu ni cha Wagalatia 5 mstari wake wa 22. Galatia 5 mstari wake ni wa 22. Lakini tunda la roho ni upendo. Lakini tunda la roho ni upendo. Utakuwa na upendo. Upendo inamaanisha hautaona mtoto anachezea sumu kwa sababu unampenda huyu mtoto, umwambie endelea kuchezea toto. Utampokonya ile sumu, na huo ndio upendo. Upendo ukaripia. Mtu ambaye hayuko tayari kukaripiwa, kama mimi siko tayari kukaripiwa ninapokosa, then inamaanisha Mungu anipendi. Tunda moja la kwamba kuonyesha kwamba Mungu anakupenda, ananipenda, ni Mungu anakaripia wale anaowapenda. Na Mungu akinikaripia wakati nimekosa, naona huu ni upendo wa Mungu, makaripio ya kweli na kutoka kwa moyo. Na kutoka kwa moyo uliobeba roho wa Mungu. Huo ni upendo mkubwa sana. Kama mtu hakutumika na Mungu kuja kuonyesha maovu yako,
kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akukaripie hapa katika Wagalatia 5:19. Akwambia hujaokoka wewe hujaokolewa kwa sababu umeogelea kwa hizi dhambi. Consciously, constantly, continuously umeogelea kama mtindo wako wa maisha. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kama angekuhukumu kwa hiyo, uhuzunike, uhukumike, ungekuwa na Roho Mtakatifu paka leo? Haungekuwa na. So huo ndio upendo. Unapoonyeshwa makosa ni upendo. Unaposema unaonewa, hakuna lugha kwa Biblia hata mmoja ameonyeshwa makosa yake akasema naonewa. Yeye unatembea kwa mwili mpendwa. Na uko kwa mwili kweli, uko kwa giza. Hakuna lugha kwamba kila wakati ni mimi. Jichunguze vizuri ama nijichunguze vizuri. Kwa nini wewe kila wakati? Inamaanisha kuna kitu ambacho hakiko sawa na wewe na hutaki kukiangalia ama sitaki kukiangalia. Hii ni mwili mpendwa na Mungu hataki mwili katika kanisa lake. Utakufa na wewe si mtoto wa Mungu. Mungu anasema hivyo. Waweza kuwa mtoto wa Mungu kwa muda, na kama utapata toba. Yesu ni mzabibu, Mungu ni mkulima. Atakukata na atanikata na ataniweka kwa moto. Naweza kusoma upendo. Wagalatia 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, utulivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Katika mambo kama haya hakuna sheria. Ya tena hayo matunda nitajuaje huyu ni mtoto wa Mungu? Mtajuaje ni mtoto wa Mungu? Na we makini, si kila mmoja ambaye yuko na haya matunda. Baadhi ya haya matunda inamaanisha ameokoka. Kuna wengine wanavutwa katika toba, hawajaingia ndani ya ufalme lakini wako karibu na ufalme, kama ulivyosoma huko Marko 12:34. Na pia kuna watu ambao wamelelewa katika maisha ya discipline. Wamelelewa katika Torati, sheria ya mwili, lakini si ya roho. So hawazini, wana upendo kwa sehemu, lakini ushuhuda wa jinsi wamejitambua asili yao ni wenye dhambi 100%, na kwamba wakapata huzuni ya kiungu, wakazikiri dhambi zao pasipo kuficha ama pasipo uoga, pasipo aibu, wakaendelea kusikiza neno. Kwa uwezo wa Mungu akapewa imani, dhambi ikatolewa, Roho Mtakatifu akaikwa ndani. Alafu matunda sasa yanaonekana. So lazima uambatane hii na ushuhuda wa wokovu wa huyo dada ama wa huyo ndugu. So nisiangalie tu haya matunda kwa nje. Niangalie haya matunda na pia ushuhuda wa wokovu wake. Hapo utapotea. So naamini Roho wa Mungu anataka yule ambaye anasikia aelewe kwamba hata hayo kuhusiana na matunda na kuangalia undani tunafahamu hiyo kwa uwezo wa Mungu, ili asisikie alafu awe na mashaka. Naweza endelea tafadhali? Amani. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Katika mambo kama haya hatuna sheria. Chunguza hayo matunda pamoja na ushuhuda wa wokovu zikiendana, then huyo mtu ni mtoto wa Mungu. Je, niko na upendo kwanza kabisa na mke wako? Sina mke, sina mume, wazazi wako, ndugu zako wa mwili, kuna upendo nao? Watoto wako, ama ukigonga unagonga ni kama nagonga bibi, unagonga watoto, unagonga, alafu wewe ndio umepewa kiti pale mbele kanisani na nyumbani hauna upendo. Watu wakikuona tayari wanaogopa. Watoto wako wanaogopa. Hawakimbili baba kwa sababu wanajua hauna upendo, ni kuchapa tu kuchapa. Yafaa ujichunguze, yafaa nijichunguze. Yafaa niangalie nyumba, nakaa vipi na mke wangu? Wewe wakaa vipi na mke wako? Wakaa vipi na mume wako? Kama una Mungu atakupatia.
na uanze kujiandaa, yafaa nikae vipi. Hauna basi jirani, wakaje na majirani yako, kuna upendo una flow. Wakaje na watu ambao mimi na wewe tunafanya nao kazi, kuna upendo una flow. Ndio unaenda kukaripia dhambi, lakini ndani ya moyo, katika hayo makaripio, ndani kuna upendo kwamba Mungu saidia hii nafsi iokoke. Mungu saidia aone makosa yake, saidia atoke kwa makosa yake. Upendo ukikosa inakuwa tu makaripio ambayo yako baridi. Haina tofauti na matusi. Maana kama hakuna upendo, hata kama unasoma neno, inakuwa tu matusi. Lakini kama kuna upendo, kumwambia geuka kwa umalaya, ndani ya moyo mtu akifanya umalaya atakufa na ataingia jehanamu. Kuna upendo ndani ya hiyo. Na ndio hivyo. So upendo, niangalia hata wapinzani wako, wale watu ambao wanakupinga. Je, ndani ya kilindi ya moyo wako una amani na upendo? Ama uko na ile unashikilia? Ya kushikilia inamaanisha uko katika mwili mpendo, na kama uko na Roho Mtakatifu umemzima, na mimi pia nimemhuzunisha. Upendo ni tunda muhimu sana. Najua ya kwamba tumepita kutoka kwa mauti kuja kwa uzimani tunapopenda mandugu. Unapopenda mandugu, ushirika ambao una upendo hauna Mungu. Ushirika ambao hauna upendo uko katika mwili. Na upendo usisahau, upendo ukaripia. Mungu anasema anaowapenda anawakaripia. Mali hakuna makaripio. Zini venye unataka, wewe ishi venye unataka, lala na bibi wenyewe, lala na bwana wenyewe, njoo uchukue microphone uimbe. Hakuna upendo, hakuna makaripio. Mungu mahali yuko kuna makaripio, maonyo na upendo ndani. Sisi kukuonya kwa sababu mtu anakutafuta, hapana. Kuna vitu vingi vya kutafuta zaidi ya kutafuta ama kunitafuta mimi. Vingi. Mtu anapokuonya na kupenda ndani ya Kristo, na hataki damu yake idaiwe kwake, damu yako idaiwe kwake, atakwambia mpendwa, hapa uendi sawa. Ukikasirika, usipobadilika ni wewe, lakini nimeosha mpendwa ameosha mikono juu ya kichwa changu. Nikitaka nikionywa niende kwa mwili, nikitaka nionywe niende kwa roho. Chaguo ni lako mpendwa, na neno lilikuwa mwisho wa siku Mungu atakuhukumu sawa sawa na kile ulichokichagua. Ndani ya Kristo ama nje ya Kristo. Upendo. Niangalie sehemu zote ambazo sijawahi kuonyesha upendo mkamilifu ndani ya Kristo Yesu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na conviction, hukumu zake, nizikiri hayo. Mungu kweli sijawahi tembea katika upendo mkamilifu. Upendo ni wakati mko kanisani, lakini kuna ndugu mmoja ama hawezi ongea naye vizuri, unahisi kuna ubaridi, unahisi amuko sawa kiroho na inaendelea tu. Ama ndugu wawili, huyu asimpendi, uko na roho kweli? Kama umpendi na maisha unamchukia, na chuki ni dhambi ya kuweka mtu jehanamu. Inakuwaje umeokoka na uko na chuki? Imekuwaje una uzima wa milele na uko na chuki? Umpendi kuanzia lini umpendi? Kuanzia lini umpendi ndugu mpendwa? Kuanzia lini? Kuanzia lini umpendi? Ulianza kumchukia lini? Jichunguze, kwa sababu unaenda kwa mwili hata kama umeokoka. Usiniingililie maisha yangu. Hakuna neno hilo kwa Biblia. Hakuna. Uko kwa mwili wewe. Uko kwa mwili. Ondoka huko ama ufe uingie jehanamu. Watu waliokoka wako kwa roho, wanasema ingililia maisha yangu. Daudi anasema Mungu chunguza moyo wangu. Yaani Mungu uchunguze. Leo Mungu anaishi kwa ndugu, anaishi kwa dada, Mungu aliye ndani yako, Kristo aliye ndani yako, achunguze moyo wangu. Yaani ingililia maisha yangu, ingililia. Hivyo ndio mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu anafaa aseme. Lakini usiseme usinichunguze. Hii ni lugha ya mama wa Swahili huko. Wako wanaenda vyama. Haifaiwe kanisani mitume wa kuongea hivi. Wakienda chama huko kununua leso ndio msiingilie maisha yangu, lakini ndani ya kanisa la Bwana hiyo lugha haitakikani. Hiyo lugha inaonyesha uko kwa mwili ama niko kwa mwili. Mimi nikisema hivyo niko kwa mwili. Chunguza maisha yangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Huyo ni Mkristo ambaye uko katika roho na anatembea kwa roho kweli, kwa sababu chochote cha kuficha na uko tayari kurekebishika.
Sio lugha haifai kwa katika kanisa la Bwana. Siingililie maisha yangu. Haifai. Huo ni umwili wa ibilisi shetani. So nijichunguze na wewe ujichunguze pia. Kama nimekuwa na hiyo, saa zingine pia hausemi hiyo, lakini umekagesi. Huu si moyo wa Mungu. Ukiokoka mwili umekuwa pamoja. Weza niuliza kuhusiana na mke wangu, weza niuliza kuhusiana na watoto wangu, na nisifikirie mambo mengine ya ibilisi shetani. Ya kimwili uko kwa mwili kama naja hapa kanisani na sitaki nieleze kuhusiana na bibi yangu, sitaki nieleze kuhusiana na watoto wangu. Mimi niko kwa mwili na maandiko yananionya kwa upendo. Yananiambia ondoka kwa mwili, huwezi tumikia mwili na ukatumikia roho at the same time. Hawezi. Na ndio makaribio ya Bwana. Mitume wako kaa hivyo. Anania na Safina walipouza sehemu fulani wakaja kwa Petro. Petro aliwaambia, imekuwaje shetani wamedanganya? Mkamdanganya Roho Mtakatifu. Akaingililia property yao, mali yao, akamwambia hii mali silikuwa ni yenu hata kabla muiuze. Mbona naingililia mali yao? Ni kwa sababu katika kanisa la Mungu hakuna siri, hakuna limit nimekuwekea paka. Hapana. Huu ni ubinafsi. Hii ni mwili, wapendwa. Tusipoambiana ukweli kupitia Kristo Yesu, tutaishi katika unafiki na makanisa ya Bwana yatakuwa machafu na unafiki utaendelea na hakuna kazi ambazo Mungu atazifanya. Itakuwa vain worshiping. Na Mungu anataka nijiangalie na ujiangalie. Je, umeweka moyo wako kwa kanisa? Umejifungua kwa kanisa kwamba niko tayari wakati wote saa yoyote niulize chochote kuhusiana na msingi wa maisha yangu ya kiroho? Mtumishi mmoja nilikuwa namsikia na nikahuzunika sana. Yaani sikuhuzunika kwa sababu yake, lakini nilihuzunika sana kwa sababu yangu na makanisa ya leo na katika ushirika wa leo. Sema ni lini? Ni lini huwa mnaulizana, ndugu, nafsi yako inaendeleaje? Unaendeleaje kwa Kristo Yesu? Safari yako na wokovu umefikia wapi? Lini tumeulizana haya? Kahuzunika sana. Kasema, Mungu, nipatie toba katika ukamilifu na upatie kanisa lako toba. Watu watambue. Kama tulizani hivyo basi tutafanya nini? Tutafanya nini katika mwili wa Kristo? Saa zingine hata wengine hata hawasalimiani. Si hapa. Lakini kwengine tunaamini tumeokoka na hawasalimiani. Kwa sababu ya kiburi, watu wako katika mwili. Naona nikikusalimia sijui nini itafanyika. Uko katika mwili, mpendwa. Hauko katika roho. Si eti mtu ameanguka kwa uchafu ndio asalimiwi, lakini wote wako tu sawa. Lakini wote wasalimiani, nashangaa. Tunda lingine ni furaha. Wewe ni mtu gani kanisani? Uko kwa mwili ama uko kwa roho? Furaha iko ya Roho Mtakatifu, furaha ya neno. Sasa kile unafanya kazi, Mungu anakupatia ufunuo, unahisi una furaha, unahisi kama nimeamshwa. Sasa zingine usiku, mwili umechoka, unataka kulala, Mungu anakupatia neno, unahisi huwezi kulala mpaka ushiriki huu moyo, unahisi usome. Ukienda tu kichwa hivi kumekucha, unapata na uende kazi. Naona? So haya yote ni furaha ambayo inaendelea, si furaha ya kuokoka tu pale. Ulipookoka ukafurahi kweli. Amemwaga damu, nimeamini, ukafurahi. Hiyo furaha inafaa iendelee. Ulipoona Warumi 5 mstari wa 12, Mungu akakufunulia Yohana 1:29, dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, alafu kwa mtu mmoja dhambi akaiondoa, ukapata furaha. Hiyo furaha inafaa iendelee. Si nimekuja kanisani nimenuna. Umekuja kanisani umenuna. Yaani nini umeficha hapo kwa moyo? Uko kwa mwili, mpendwa. Ya kuna kununa kuwa soba. Lakini sasa umekasirika, tone yako, sauti yako itaonesha kama umekasirika. Kuna kukasirika kwa ajili ya dhambi na kuna kukasirika tu kwa sababu kitu fulani sijafanyiwa. Kukasirika tu kwa sababu kitu fulani nilikuwa nataka iende hivi na mawazo yako, lakini Mungu amepeleka hivi. Kukasirika tu. Hii ni mwili. Na ifai kitu kwa roho.
Matunda ya Roho ni furaha, si kukasirika tu bure. Si vibaya kuwa soba. Mtu akibiri tunaomba tuache upuzi, tuache mizaa. Sawa kabisa katika neno. Lakini waweza kuwa pia washiriki kweli ukiwa soba na ndani kuna furaha. Hiyo furaha ndio Mungu anaiongelea. Lakini kuna unaweza kuja kwa kitu umekaa tu umenyamaza. Nisaidie na Biblia, sichukue. Uko na roho kweli wewe? Hata kama unaye umemzima huyo roho na ujui umemzima. Hizi ni tabia ambazo ziko video huko kwa matatu, huko kwa vikao vya mbogoka na miraa na pombe. Ukianza kusema Bwana Yesu asifiwe, imempendeza Mungu, injili ya Yesu Kristo ihubiriwe hapa, mtu amefura washakuja. Hizi ni tabia ambazo ziko nje na unazileta ndani ya kanisa la Bwana. Na uoni shida ni uoni kwamba mimi ndio niko katika mwili. Kama saa zingine mhubiri amesimama, mimi ningesimama pale, ningekuwa bora zaidi. Uko kwa mwili wewe? Uko kwa mwili ama mimi niko kwa mwili pia? Ama ndugu yako anafundisha kitu unasema mimi ningekuwa kwa hiyo nafasi ningefundisha bora zaidi. Uko kwa mwili wewe, ondoka huko. Huwezi kufundisha bora zaidi. Huwezi fundisha bora zaidi. Shuka. Kutembea kwa Roho mpaka tushuke. Nikisikia mpendwa anaongea, yafani tulie nimsikize, nisikie Kristo anasema nini kwa ajili ya maisha yangu na maisha yake. Nisianze kufikiria huu nyumba sasa ni edit. Hii ni mwili. Hata hujapokea unafikiria kupeana. Si upokee kwanza. Na imekuwa shida kwa makanisa na watu wamekuwa hawakui. Wanakuwa na huduma inafifia. Ni kwa sababu wakati Mungu anataka usikie ule kwanza, wewe trained, ndio afikiria kuchukua kile chakula kumpelekea wengine. Ule ujumbe unaingia kwako, unakuwa kama editor. Kwa makini hapa. Unakuwa kama editor na ni shetani anafanya hivyo. Lile neno limehubiriwa, unapokea tu ufunuo ni mzuri, nikiutumia pale kwa YouTube, nikiutumia kwa Facebook, unakuwa editor. Huo ufunuo haujakufanya chochote nafsi yako, umeupokea ukaupeana. Haikuwa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ulikuwa usikie, ukubadilishe, ukuoshe, kutakase kuliko kuedit. Hiyo una edit sermon ya Mungu, una edit moyo wa Roho Mtakatifu na uedit. Hiyo imewasumbua sana mkiwa wenye dhambi. Na inasumbua sana pia watakatifu walio ndani ya Kristo Yesu. So chungana na hizi laini ambazo Roho Mtakatifu anazisema, kwa sababu hautapokea chochote. Utakuwa unafikiria kupata ujumbe na kupeleka, wakati maisha yako ya kiroho yatabaki vile vile. Utabaki mwinjilisti wa kupiga kelele, wa kuambia watu atubu, na wewe haui bishop. Mungu anasema kuwa bishop ni position nzuri, mtu anafaa aitake. Maandiko yanasema covet prophecy. Kucovet ni kutamani unabii. So angalia hizi roho ambazo Roho wa Mungu anazishughulikia. Roho ya kuedit mahubiri na hujapokea, hiyo ni roho ya shetani. Iweke kando, itakuwest. Mimi ni west. Na kama Mungu akanionyesha hiyo ya kuedit. Ukiingia YouTube unasikiza mahubiri, kuwa na discipline. Ukitaka kujua uko na roho ya kuedit, unasikiza unapeleka mbele. Jua kabisa hiyo ni roho ya mwili na uko katika watafuta ufunuo uende ukapeane. So unaposikiza mahubiri either katika YouTube ama popote, hata katika mkutano, sikiza na moyo wa kwamba Mungu, neno hili lifanye kazi ndani ya moyo wangu, linitoe katika hatua fulani, liniweke hatua fulani. Kwa na huo moyo, huo ni moyo wa Roho. Isaia alipopata ufunuo wa Mungu, alimwambia Mungu, mimi ni mtu mwenye mdomo mchafu. Aliangalia utakatifu wa Mungu, ule utakatifu wa Mungu ukaonyesha mdomo wake ulivyo mchafu. Alikuwa anapambanua utukufu wa Mungu na hali yake mwenyewe. Hakuwa anabeba, nimeona utukufu wa Mungu, nitawaambia Waisraeli.
kumbe yuko hivi. We wacha niandike chini niwapelekee mbio wa Israeli niwaambie venye Mungu yuko. Hakufanya hivi. Alipoona yeye alikuwa aedit utukufu wa Mungu ama summon ya Mungu. Alipoona lile neno liliingia kwa moyo wake na likafanya kazi kwa moyo wake kwanza. Akashughulikiwa mdomo wake. Alafu akaambiwa sasa nenda ukatakase wengine. Ni hivyo, wacha neno lichome, alichomwa na kala moto kwa mdomo wake. Wacha neno lichome mdomo wako, lichome mdomo wangu, lichome moyo wangu, linichome vizuri. Liingie vizuri kwanza. Hizo ni njia ambazo tunajua ni za ibilisi shetani. Furaha. Wakati unasikia sermon uko na furaha kwa moyo. Ama pia kama ni sermon ambayo inakuonesha uovu wa kutubu, wako na huzuni, uko na hiyo huzuni kwa ajili ya dhambi ama kwa ajili ya sehemu yote ile ambao umetembea kama Mkristo lakini umeenenda katika mwili. Halafu hii neno Mungu anaisoma kwako, unajiona. Moyo wako unafaa na huzuni. Na hiyo huzuni ni Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni convict. 16 Yohana mstari wa 8 na 9. Kuconvict, kutuhukumu kwa ajili ya dhambi. So kama uko kwa sermon umekaa ama nimekaa, wewe unasikiza tu, hauhukumiki, hauna furaha. Uko tu ama mimi niko tu sina furaha. Manake Roho Mtakatifu anapeana furaha. Wagalatia 5 mstari wa 22 furaha. So kama nasikia sermon na napokezwa imani, nainuliwa kiimani, yafanywe na furaha, manake ni Roho Mtakatifu analeta wazi tunda lake. Na pia Roho Mtakatifu kama niko kwa maovu, ukitaka kujua uko kwa maovu, Mungu anakurekebisha na uko tu at ease. Hiyo ni kiburi na uko kwa mwili. Ukiwa kwa maovu na Roho Mtakatifu anagonga maovu yako na yangu, huwa inafaa. Nikijua niko kwa roho, nitahuzunika. Utahuzunika. Hiyo uko kwa roho. Lakini ukipata Roho Mtakatifu anagonga sehemu pengine late coming katika kanisa, kuchelewa katika kanisa, na uko tu sawa. Kwako na kwangu hii ni kiburi, hii ni mwili. Lakini nikisikia kuhusiana na Roho Mtakatifu anasema kuhusiana na kuchelewa, alafu na hukumika na huzunika kwa moyo, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Unaweza soma tafadhali. Roho Mtakatifu pia anatoa conviction. So lazima ukija kwa sermon kwa na mambo mawili, either furaha ama huzuni. Na pia saa zingine ni yote. Inaweza anza furaha na ikamalizia na huzuni, na inaweza anza pia huzuni na ikamalizia furaha. Hizi zote ni kazi za Roho Mtakatifu. Nisije kanisani tu niko hivyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho tu. Hapana, hata speaker saa zingine ni afadhali. Saa zingine zapiga pu zinatoka. Hata speaker zinabadilika. Saa zingine zinapiga na furaha. Saa zingine zinapiga pole. Volume iko mwisho. Hata speaker zina motions. Semuse wewe na mimi. Mali kwa kusema amen unasema nisiseme amen hapa. Acha tu iende. Uko kwa mwili mpendwa ama niko kwa mwili? Tuseme amen tu kila saa, lakini angalia tu, wewe tafuta tu moyo wako. Hauwezi kuja kwa nyumba ya Bwana uko tu vile tangu uingie na tangu utoke uko vile. Kuna shida na wewe ama mimi? Nijichunguze. Unaweza kusoma tafadhali John. Kitabu ni cha Yohana 16 mstari wake ni wa 8. Naye atakapokuja taudhibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Asante. Biblia Kimombo inasema and when he is come, he is the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, he will reprove the world of sin and of righteousness and judgment. Roho Mtakatifu Yesu anasema atakapokuja atareprove. Maandiko mengine yanasema ataconvict. So ukitaka kujua mimi na wewe tuko katika roho, ni wakati Mungu anatumia mtumishi kuleta wazi uovu fulani umekuwa kwa maisha yako,
halafu na isikuhuzunika. Hiyo ni Roho Mtakatifu. Kwa wale walio na Roho Mtakatifu. Na wakati umeokoka, na wakati mtumishi anatumika na Roho wa Mungu, haijalishi kutoka wapi, alafu analitawazi dhambi yako, alafu unaona tu uko sawa tu, uko katika mwili, hauko katika roho. So wapendwa, tuangalie sana hizi kweli, tuzikumbatie vile vile waliotuandikia, na tupate vivyo hivyo. Si mimi nijaribu kujirekebisha, niwache neno la Bwana linirekebishe, liniongoze na likuongoze. Si mimi niseme mimi nyamaze, wewe unyamaze, kinywa chako kifungwe. Wacha maandiko yaseme. Kama uko kwa roho, uone uko kwa roho kweli, na kama uko kwa mwili, upate toba, nipate toba, niingie katika laini ya roho. Wanaozaliwa na roho wanafaa watembee kwa roho. Wanaoishi kwa roho, basi na watembee kwa roho. Hivyo ndo msisitizo. Acha turudi wa Galatia, upendo. Tumeona furaha. Yaani mojawapo ya matunda ambayo yataonyesha kwamba uko kwa roho ama uko kwa mwili. Amani. Hapo kwa amani. Amani ni tunda. Kuna amani itokayo kwa Mungu na kuna amani itokayo kwa ulimwengu. Kuna vitu unaweza kuwa navyo ukapata amani. Lakini kama hauna amani inayotoka kwa roho, Yesu anasema naondoka, lakini amani yangu nawaachia nyinyi. Kama una hiyo amani, hauna roho. Amani ni nini zaidi? Amani ni wakati kuna misukosuko ya fedha, misukosuko ya kazi, misukosuko ya ndoa, misukosuko ya biashara, misukosuko ya familia, misukosuko ya maadui, lakini ndani ya moyo wako uko na amani. Hii ni amani inayopita fahamu, ni amani inayotoka kwa Bwana kupitia Roho wake Mtakatifu. Wakati umezungukwa na madeni na una pesa, na wale wa madeni wamekwambia leo jua lisizame, tunataka pesa yetu, lakini uko na amani ndani ya moyo. Ni wakati wa ushirika, nimepewa onyo. Nitafanya nini? Sitaenda ushirika. Nitang'ang'ana kulipa haya madeni. Mungu anafanya mvua kubwa inyanyeshe. Unakaa kando unashikatama. Mwisho unasema hata afadhali ningeenda ushirika. Maana umeipoteza hiyo siku. Ni kwa sababu gani? Mungu anasema kuna amani ndani yake ambayo inapita fahamu. Haya, sasa kingine uko na pesa kweli, uko na pesa. Leo ushirika tena mapema sana kwa sababu uko na pesa. Unakuja mapema kabisa. Mpendo umefika mapema sana. Leo nimejitahidi. Mungu amenisaidia. Mungu amekusaidia. Kesho kutwa hakuna pesa. Hauonekani. Vipi? Hali ni kwa ngumu sana. Kwani Mungu hakukusaidia wakati huo? Mungu anakukusaidia wakati unaofaa, na wakati ambao haufai ni wewe umetengeza sanamu yako. Wewe ndio umemwekea Mungu masharti, mimi ndio nimemwekea Mungu masharti. Wakati niko na pesa nitaenda kanisani. Wakati sina pesa siendi kanisani. Huyo ndio Mungu umejitengezea, na inaenda hivyo hivyo. Na hiyo siku muabudu Mungu kwa roho na kweli. Njoo hapa sikiza neno, omba, alafu toka. Makofi yakikuangukia utasema Mungu napigwa kwa haki. Nilienda ushirika, sasa madeni yamenikodolea macho. Jioni imefika sasa. Na ushirika wendi mpaka jioni. Hapana, Mungu ametupatia hekima. Afadhali nifokewe kazini kwa sababu sijaifanya ile kazi vyema, kwa sababu nilikuwa mahali kwingine kwa uwezo wa Mungu nafanya kazi ya babangu. Nipokewe kabisa. Tashuka chini, alafu nitajaribu kurekebisha kwa uwezo wa Mungu, kuliko nisifanye kazi ya Mungu na kazi iende sawa. Iende hivyo. Na kweli uko unamtumikia Mungu, hautawahi kupungukiwa. Hivyo ndo Daudi anasema,
Anasema tangu maisha yake yote hajawahi kuona mwenye haki amepungukiwa, wala watoto wake kuomba mkate. Kwa maana maandiko anasema Mungu anasikia kilio cha wenye haki, na wanapokuwa katika hiyo kilio na tabu zao, Mungu anawatoa katika tabu zao zote. Amina. Zaburi 34 mstari wa 17. Mungu anasema hivi. So kuna amani inakuja kwa moyo, amani ya kwamba najua Mungu ni mwaminifu, atatenda. Zaburi 34 mstari wa 17. Najua Mungu atatenda. Niko na amani, sina pesa sahi, lakini na hii wakati afanye niende ushirika, nitafanya nini? Wacha niache ushirika. Ukiacha ushirika umemwacha Mungu. Njoo ushirika, sikiza neno, kifika wakati umeomba, nenda. Na utaona Mungu anafanya kazi. Mungu amekuwa akifanya kazi kwa wapendwa ambao wako hapa na wamekuwa wakishuhudia. Wakija ushirika, wakitoka mali zao zinaenda haraka, upesi, hazibaki. Amina. Hazibaki. Ndio. Ndivyo Petro ama si? Ni amina na ni kweli. Kija ushirika kusikia neno la Mungu, bali nikienda kufanya kazi, basi Mungu anaifanya kazi yangu yote bila wasiwasi. Asante. So hiyo ndio amani Mungu ametuachia. Na wakati sasa unakuta umeokoka, uko na Roho Mtakatifu, alafu unakuwa na shida ya kama rent, unakuwa ya shida kama kazi, alafu hii shida inakusumbua kiasi kwamba umekosa amani kila wakati, kuna uwezekano mkubwa sana hauna roho amani ndani yako ama ndani yangu, niko katika mwili. Yesu alipokuwa analala katika chombo, Yesu alikuwa amelala na chombo ilikuwa kinaingia maji. Wanafunzi wake wanalia kabisa, wanapaza sauti, Yesu tuangamia, Yesu tuangamia. Yesu alikuwa amepumzika, amelala. So katika dhoruba, ukiwa na Bwana wa amani ndani yako, hata dhoruba iwe vipi na watembea kwa Roho, Mungu hatakuaibisha. Mungu hatakuaibisha. Amen. Lakini ukiona una sita uende ushirika, hata uji kanisani, nikiulizwa nasema unajua rent, unajua kazi, unajua, umeanguka kitambo wewe, umeanguka. Yesu anasema tafuteni kwanza haki ya Mungu. Tafuteni ufalme na haki ya Mungu, mengine yote mtajaziliwa. Ni aje leo haujaziliwi haya yote? Ni kwa sababu hautafuti ufalme wa Mungu na utafuti haki yake. Mimi na wewe, inamaanisha tuko katika mwili. Mungu anakuambia tembea katika Roho. Tafuta zile maovu ambayo yako kwa moyo wako ama moyo wangu kwanza, zitubie mbele za Mungu, kiri mbele za Bwana, wachana nazo. Rudi kwa neno. Mungu anasema katika Wakorintho kwamba yeye ni mwaminifu, hawezi ruhusu tujaribiwe kupita imani yetu. Kwa nini unatetemeka? Ni kwa sababu hauna hiyo amani. Hauna amani. So tunda lingine, samani, amani nyingine hii pia ni muhimu sana. Amani nyingine ni wale mnakaa nao. Amani nyingine ni wale mnakaa nao. Inafaa niwe na uhakika wale ambao nakaa nao niko na amani nao. Haimaanishi mnakubaliana kila kitu, kwa sababu hamwezi kubaliana kila kitu. Kuna mwingine anaweza ishi maisha machafu, lakini wewe unataka unaishi maisha masafi, hautakubaliana naye na hautakubali kuingiza katika uchafu wake. Lakini unahakikisha kwamba niko na amani na watu wote, kwa sababu hiyo ni njia pia ya utakatifu. Je, niko na amani na customers ambao nafanya nao kazi? Niko na amani na majirani yangu? Ama wewe ni yule mtu unaeka sauti juu, mfano jirani anakuambia tafadhali niko na watoto hapa wamelala, tafadhali punguza, unasema hapana, uko kwa plot yako, mimi niko kwa plot yangu, haujui mimi ni nani parent vipi? Na umeokoka na unangoja kwenda kanisani, aisee, ukafanya nini? Unilipi rent, unilipi moto, mbona unicontrol moto wangu? Wewe ni kama nani kwa maisha yangu? Usiniambie tena, kwanza ndo naongeza. Zamani tulipokuwa tujaokoka, hizi ndo ilikuwa njia zetu. Ukiniambia nipunguze kwanza, nasema kwanza ndo nakasirika, pepo yuko ndani, pepo mchafu. Anakuambia sasa pandisha sauti. Kwani nakulipia rent, akulipi sasa? Anakulipia moto, anilipi, ongeza.
Niko Kenya. Mnatofautiana, unakuwa hauna amani na yule jirani yako. Unaona? So haifai iwe hivyo. Hata zile haki zako kwa ajili ya jirani inafaa uziweke chini. Leo tutatumia speaker hapa. Washa speaker. Jamani, niko na mtoto mgonjwa hapa. Nawaomba punguzeni, zimeni. Msipunguze, izime kwa ajili ya huyo mtoto na jirani. Huo ndio upendo, hiyo ndio amani. Mpaka yeye mwenyewe aje aseme sikuambia muzime, tuambia ni sawa mama ama ni sawa baba. Tumeelewa, sisi tuko tu sawa kwa ajili ya huyo mtoto. Haya ndio maisha, hii ndio amani. Na kupitia wengine watavutwa kwa Yesu Kristo. Na hivyo ndio Mungu anataka tuwe. So ni hivyo, tuangalie venye nakaa na mwingine. Tuko kanisani, tuko katika ushirika, tuakaa vipi? Niko na amani na wewe. Na kama sina amani, nafaa tupatane katika amani. Licha kwa tunaweza kutembea njia tofauti, lakini je, kuna amani? Tujichunguze sana. Sisi kwa sisi pia venye tunakaa. Amani na wazazi, amani na boss. Saa zingine matajiri ni wakali. Ama walimu ambao wanatusomesha saa zingine wao ni wakali. Sasa niko na amani na zaidi boss yule anamfanyia kazi. Anaweza kuwa mkali. Uko na amani naye? Ama wewe ndio yule unasema hapa akiangusha 500 akisahau nitamnyorosha. Wacha nimpate kwa hii. Ile aliniongeleza, venye aliniambia kile kikombe sikosha vizuri. Ngoja. Ameangusha 1000. Nimeichukua sijampatia. Simpi 1000, simpi. Uko kwa mwili. Lazima uwe katika roho. Ama ni customer amezoea kufinya avocado zako. Ukimwona tu huyu simtaki, toka hapa. Sina avocado na uko nazo hapa. Wewe ununui, kazi yako ni kufinya, sina amani na wewe. Unamwambia katika upendo. So Mungu anataka tuwe na amani. Amani haimaanishi hutakosewa. Amani utakosewa. Lakini licha kwa umekosewa, yafaa ufahamu kwamba Mungu anataka uwe na amani, kwa sababu maandiko yanatuonya zaidi. Yanasema wana wa Mungu ni wale ambao peacemakers. Hao ndio watamuona Mungu. Si ndio? Blessed are the peacemakers, for they shall see God. Yani wale waeka amani, hao ndio watamuona Mungu. Waeka amani, peace inatoka na Roho Mtakatifu. Yule ni wadhehebu tofauti. Amekuja tuongee jua kitu kimoja. Hapo mnapoongea hakutakuwa na amani. Hiyo ni kitu cha kwanza unafaa ujue. So ufai kutembea kwa mwili, hakutakuwa na amani. Lakini yafaa ujue kwamba yafaa nitembee kwa roho kuwe na amani. Kifika hapa mmefikiana, hamjaelewana, mpendwa, tuendelee kuomba Mungu atufunulie. Acha tuiachie hapa. So isiende mtaenda kwa mwili, na mtu akija akiwa kwa mwili na wewe uko kwa roho, na kama ni mabishano, kitu cha kwanza kabisa jua mtaingia kwa mwili. So kuzuia hii mwili tunaomba tutembee katika roho. Yafaa nichunge moyo wangu na uchunge moyo wako. Amani. So natumai Mungu ameshughulikia hayo, na hizo ndio njia zinatuonesha kwamba tunatembea kwa roho. Tunda lingine? Uvumilivu. Unaweza kuvumilia. Mimi nawezaje kuvumilia? Mwanadamu hana uvumilivu. So uvumilivu uko ndani ya roho ya Kristo. So mwanadamu akipewa roho ya Kristo, hiyo roho ya Kristo ndio inakufanya wewe uvumilie. Mimi nivumilie. Sina uvumilivu au na uvumilivu, lakini roho ya Kristo akiwa ndani yako, ndani ya huyo roho kuna uvumilivu, atakufanya uvumilie. So kuvumiliana sisi kwa sisi muhimu sana. Mtu amefanya makosa, maandiko yanasema upendo ustiri. Ukiwa na roho ya Mungu uko na upendo. Kwa hivyo mtu akikosa, utaangalia lile kosa, unaweza listiri kwa uwezo wa Mungu, likiwa si dhambi ya mauti kwa muda, alafu kae naye chini. Lakini upendo huwa haufungui makosa tu kila saa. Wewe kitu unaona kwa mwenzako ni makosa tu, haujawahi kuona kitu kizuri kwa mwenzako. Hapana. Na yuko na roho ya Mungu ndani yake.
Simaanishi mzuri kwa mwili ambaye ana roho. Mtu ambaye ana roho hana uzuri, lakini akiwa na Kristo kuna uzuri ndani ya hiyo roho. Hujawahi kuona roho ya Kristo uzuri ndani yake? Ama kila kitu utaona ni kibaya tu kwake, basi namaanisha uko na shida, unatembea kwa mwili wewe. Yesu aliona mazuri kwa Petro, akamwambia wewe umefunuliwa na Roho Mtakatifu, na juu yako wewe Petro nitalijenga kanisa langu, na wewe Petro nitakupatia vifunguo. Yesu ameona mazuri kwa Petro. Yesu mwenyewe. Yesu alipogeuka akieleza kuhusiana anaenda kufa, kuzikwa na kufufuka, shetani anamwingilia Petro. Petro anamkosoa Yesu Kristo kwa hayo. Yesu anamwambia sasa, shika nyuma yangu nani? Shetani. Ameona mabaya sasa anayakaripia, lakini kwa mema. Yesu anayaeleza, anampatia moyo. Yesu anampaka vifunguo kwa sababu ametambua yeye ndio Kristo. So nione mema kwa mpendwa. Kama uone mema kwa ndugu yako, uko kwa mwili. Na hiyo ndio chanzo kikubwa sana ya kufura kwa ibada, kukasirika kwa ibada ovyo ovyo, na kukosa raha, na kukosa amani, na kuchanganyikiwa kwa maisha. Kwa sababu kuna roho ambayo inakupeleka jehanamu, lakini hujui. Roho ya kutoona mazuri katika ndugu yako. Hiyo ni roho mbaya sana. Hiyo ni roho ya uchawi. Yaani mimi kwako ndo natuma baya. Yaani hakuna na siku moja nitasema mpendo wa Mungu amekutumia. Hakuna siku nitasema hivi. Hakuna. Hiyo inamaanisha mimi niko kwa mwili na niko na roho ya uchawi. Kwa mtu ambaye yuko na Kristo lazima kuwe na mazuri. Roho ya Kristo anayafanya kupitia yeye. Akiwa hajamzima roho na akiwa hajamuhuzunisha roho, yataonekana. Na hiyo ndio Mungu anasema yawe exalted. Yaani yainuliwe, utiwe moyo, uendelee katika hiyo kazi. So tujichunguze wapendwa, wakati Mungu amemtumia mtu kweli, unamtia moyo huyo ndugu, huyo roho aliendani, unamtia moyo. Ama ni wakati Mungu anapomtumia unaona hii kweli nimejifunza kweli leo, lakini sitamwambia, tanyamaza tunayo. Basi polepole shetani anapanda magugu ndani ya moyo wako. Unakuwa mtu wa kukasirika ovyo, unakuwa mtu ambao hatafuta visababu, unakuwa mtu ambaye ni wewe tunaonewa. Imeanzaje? Ni wewe mwenyewe unajionea, kwa sababu hutaki kutembea kwa roho. Sababu kuna vitu unafuga ndani ya moyo. Unakuja katika ibada na umefuga mambo kwa moyo, umefuga. Haina tofauti na wale wenye imani nyingine, Waislamu ambao wanafuga majini. Hauna tofauti na Mkristo ambaye ameingia kwa ibada alafu amefuga chuki. Hawana tofauti. Muislamu aliyefuga majini na Mkristo amefuga chuki ndani ya moyo wake, wote wako sawa. Manake jini kazi yake ni kufanya nini? Tunda la jini ni nini? Kuchukia, kuua. Na wewe umefuga nini? Umefuga chuki. Basi wewe umefuga jini. Majini yako kwa moyo, tunayafuga, tunaingia nayo kwa ibada. Halafu mimi niende wa kwanza kuamka kusema ile imani ya kufuga majini watachomeka milele. Wewe umefuga jini mkubwa sana, mimi nimefuga jini mkubwa sana kwa moyo. Chuki. Jini mkubwa umemfuga mpendwa. Naomba sana Muislamu mmoja apokee ufunuo. Asimame siku moja. Ambaye mwinjilisti umesema kweli Waislamu wanafuga majini baadhi, lakini si wote. Lakini wewe pia umefuga chuki ndani ya moyo wako. Umefuga jini mkubwa sana ambao muoni. Adhani Muislamu ataona jini lake. Wewe umefuga chuki ambao huoni, ama mimi nimefuga chuki ambao sioni. Jini lenyewe shetani kazi yake ni kuua, kuangamiza na kudanganya. Yesu anasema hivyo kwa Yohana 8 mstari wa 44. Shetani kazi yake ni kuua. Ukifuga chuki hapa, kazi ya chuki ni nini? Ni kuua. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa 15. Amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Una tofauti gani na umefuga shetani ndani ya moyo? Wanaotembea kwa mwili si watoto wa Mungu, ni watoto wa shetani. Wanaoenenda kwa roho hao ni watoto wa Mungu. So nikae katika kikao nijiulize, nitaendelea kufuga majini mpaka lini? Utaendelea kufuga majini kwa moyo wako mpaka lini? Kwa kumchukia ndugu yako na kuifinika kwa moyo kama Kaini, tayari kumwaga damu ya Abel na uhesabu chochote. Chuki inaondoa upendo. Chuki inatawanya hata mandugu. Kwa sababu ukiwa na chuki hautahitaji sumu. Wale watu ambao wanauapanya, ukiwa na chuki tu hauhitaji sumu.
Nije na kikombe nikwambie tema mate. Ukitema mate niweke chakula kidogo, panya yale anakufa. Kwa sababu maandiko anasema sumu ya fira iko chini ya ulimi. Ulimi wao una sumu. Unashangaa ni ufunuo wa Bwana. Uko na chuki kwa moyo, maandiko anasema sumu ya fira, sumu iko chini ya ulimi. Hatuhitaji kununua ratrat. Hatuhitaji kuwapanya kununua dawa tuwepanye. Tunahitaji kuchukua kikombe tukwambie tema mate mpendo wako. Uyateme mate yako yote. Alafu tuangalie maandiko. Tuseme Bwana, huyu mpendo yuko na chuki ama mimi niko na chuki. Maandiko yanasema sumu ya fira iko chini ya ulimi wao na metema mate. Mungu, hii sumu ya fira wacha ikauyawa nyoka na mende kwa nyumba yangu. Ni mambo ya kuhuzunisha. Warumi inasema koo lao ni kaburi wazi. Kaburi wazi, kaburi. Zaburi. Okay. Zangalia kwa Zaburi, zangalia kwa Warumi 3, unaweza soma mstari wa 13 na ya 13 ni sawa. Warumi 3 mstari wake wa 13. Na nijiangalie na ujiangalie. Makoo yao ni makaburi wazi. Ya Mungu anasema makoo yao. Angalia koo lako, niangalie koo langu, nisiangalie koo la mwingine. Koo langu ni kaburi wazi, niliangalie. Kwa ndimi zao wao hufanya udanganyifu. Kwa ndimi zao wao hufanya udanganyifu. Sumu ya nyoka iko midomoni mwao. Sumu ya nyoka iko midomoni mwao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina haraka kumwaga damu. Miguu yao ina haraka kumwaga damu. Okay, mpaka hapo ni sawa. Inaongea kuhusiana na sumu ya nyoka iko midomoni mwao. So ili andiko tafadhali usimpatie jirani yako. Kwanza kabisa nijiangalie, je, niko na chuki na nani kwa moyo? Kwa sababu kama uko na chuki ni sawa na unafuga majini, ni sawa na mimi na wewe tuko na sumu hapa ambayo inaweza kuua. Sumu ya nyoka inaweza kuua panya. Sumu ya nyoka inaweza kuua mende. So wakati nasema nimejazwa na Roho Mtakatifu na niko na chuki, angapo niko na sumu ambao ni afira, ni ya nyoka, inafaa nikae chini nijiulize ni roho gani inanitawala? Hii chuki inatoka wapi? Ukiwa na chuki uko na sumu ambayo inaweza kuwa panya, inaweza kuwa hata mtoto akiumwa na nyoka anakufa. Mwenye sumu, black mamba, akiumwa anakufa. Basi ni sawa na mimi ama wewe nikiwa na chuki, nikishika katoto kadogo hivi kakilialia nikaume kanyamaze, unaweza kukaua. Kwa sababu sumu ya fira iko ndani ya kinywa chako ama kinywa changu. So paka nioshwe kabisa na neno la Bwana kuhusiana na chochote ambacho kinaitwa chuki, na chuki inashikana na wivu. Wivu, chuki ni mandugu. Ukiwa na wivu utakuwa na chuki, na ukiwa na chuki utakuwa na wivu. Ondoa uwivu kwa moyo wako. Na nijichunguze pia. So haya si matunda ya Roho Mtakatifu, na hayo ndio amejaa makanisani na hayazungumziwi. Huyu praise and worship aongei na yule, huyu mwingine aongei na huyu anafanya uzinzi na huyu, mara washako sana shakishwa asida ashamchoma. Kumbe kulikuwa na sumu ya fira kwa huyu. Kumbe walikuwa wanafuga majini, chuki ilikuwa ndani lakini ilikuwa haionekani. Inakuwaje umejazwa na Roho Mtakatifu na unatuma mtu akachukue asida akachome mwingine? Yote inafanyika katika kanisa. Malaya kutoka Russia anakuja anaingia katika kanisa. Hata kama la uongo, lakini kinashangaza, anachukua mwanamke anaingia kwa bedsitter. Unatoka kanisani unaingia kwa bedsitter ya Russia. Unapewa ukimwi na unazini. Na bado unasema ibada leo ilikuwa inaongozwa na Roho. Yule dada gani? Malaya mkubwa. Dada gani? Watu wakiongozwa kwa Roho wanaishi maisha matakatifu, kuna self control. Roho wa Kristo yuko ndani, anawapatia self control. Lakini aina tofauti, unaweza kuwa na roho na
ukaenda katika mwili. So Mungu ndo ananiambia na anakuonya, ananikaripia kwa upendo, stick katika roho. Utu wema. Je, niko na utu wema? Mkono wangu, moyo wako ndio kutenda wema. Ni nini unatenda? Nani analia na jina lako? Nani analia na jina lako? Niangalie sana. Next. Fadhili. Je, niko katika fadhili ama uko katika hii fadhili? Uaminifu. Je, mimi ni mwaminifu? Hapa tuangalie sana. Wewe ni mwaminifu kwa Mungu? Wewe ni mwaminifu kwa roho wa Mungu? So niangalie sana hapa. Uaminifu katika kusoma neno, uaminifu katika kuomba, uaminifu katika uinjilisti, uaminifu katika kutembea katika roho. So inamaanisha maisha yako yote na yangu yote lazima yaletwe chini. Alafu niangalie katika haya matunda, nijiangalie niko na Roho Mtakatifu, ndio mimi ni mtoto wa Mungu kama nitatembea kwa haya, kama nitatembea kwa roho. Alafu niweke chini maisha yangu, weke chini maisha yako katika hayo matunda yote kwa Roho Mtakatifu na neno la Bwana. Imeisha? Upole. Hapo kwa upole. Upole haimaanishi kucheka na dhambi. Upole haimaanishi mtu anafanya uovu. Ama mtu ameenda amebaka mtoto, amemwekea asidi, amemkata amemweka kwa gunia, alafu amemficha, ameenda amemtupa, alafu tunaonyeshwa wale watu wanakaa mahali pale, alafu mmeenda. Mungu amesema tuende na upendo. Amjambo, mko wazima. Na hii ni nini? Hii ni pombe. Unajua Mungu anasema, Mungu hataki hivyo. Mungu hataki hivyo. Kulingana na kile kitendo ambacho amekifanya, kulingana na roho wa Mungu. Roho wa Mungu venye atakuwa anawaka. Roho wa Mungu venye atakuwa ana huzuni, anakasirika, kiumbe chake kinafanywa dhihaka mpaka kubakwa, mpaka kuuawa, Roho wa Mungu atacheka na huyo. Na utakapokuwa unaongea katika upole na huyo, jua si Roho wa Mungu huyo, uko kwa mwili una compromise, unafanya maagano, unaogopa, huyo si Roho wa Kristo. Roho wa Kristo anawaka wakati dhambi ya makusudi inaendelea. Dhambi ya uovu kupita kiasi. Hivyo ndio Mungu alifanya Sodoma na Gomora. Alisema natuma watu wakaangalie, na Abraham na watu wakaangalie. Lakini walipoenda wakakuta tu bado nimetuma malaika, wamebaka wanaume pale, hawatosheki, mpaka viumbe vyangu wanataka kuvibaka. Sema no way. Hapa moto ni uchomwe, hii takataka yote, ama soga yote na masharati wateketezwe. Na Mungu akafungua mbingu, moto ukatoka mbinguni. Na Mungu akawateketeza. Na Mungu anasema, mkitaka kujua ile siku ya Ufunuo 21:8, yani siku ya mwisho penye watu watachomwa, Mungu anakuambia angalia Sodoma na Gomora. Mungu akasema na huu utakuwa mfano wa hasira ya Bwana katika ile siku ya mwisho. So, elewa upole na ukali wa Roho Mtakatifu. Ukali ndani yake kuna upole. Mtu akishuka, jamani Mungu nisamehe, Mungu, tayari kila kitu kitabadilika kwa Roho wa Mungu. Ambia sikiri dhambi zako, zitubie ndani yako, zikiri mbele za Mungu. Hata watu wataomba naye sasa, wataomba naye Mungu amsamehe. Anga inabadilika kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Mungu yuko na hisia. Kuna wakati ana huzuni, kuna wakati ana furaha. Mungu yuko na hisia. Upole tuangalie sana, makanisa mengi yanapotea kwa sababu ya upole wa kijinga na kinafiki. Unaona dhambi tu ya wazi, mtu tu amevaa vibaya, matiti yanaonekana. Na unamuona hivi, unaangalia wakiinama, shuka chini, ruka juu, wakiinama kifua huku kiko wazi, na huku pia amevaa fupi, huku kuko wazi. Sasa mbele kuko wazi, nyuma pia kuko wazi. Kanisa gani hilo? Majasho yametoka. Hiyo praise and worship. Praise and worship. Ilikuwa moto, ilikuwa moto. Itakosaje kuwa moto? Na jana mnaingia. Itakosaje kuwa moto praise and worship? Na tayari uko katika ziwa la moto. Wanaume na wanawake ni kuangaliana tu, ni kama mbwa ama mbuzi ambao wako on heat. Mbuzi ambaye
anatafuta mbuzi jike mwingine. Na watu wananyamaza, tunyamaza. Hakuna kitu cha kunyamaza hapo. Roho wa Mungu anawaka. Yesu alipoingia katika temple, alipoingia katika hekalu, Yesu aliangalia akasema, "Pana, hapa hakuhitaji neno. Hapa sitaongea na hawa neno. Huu ni upumbavu na ni ujinga kwa nyumba ya babangu." Akatengeza mjeledi, akautengeza. Sita alikuwa nao, aliutengeza na akawacharaza. Kwambia ondokeni hapa, meza zao akazigeuza. Hiyo ni hasira ya Mungu, na huo ndani yake kuna upole. Ndio na kanisa moja, na nikashukuru sana zamani, licha kwa sikuelewa, la Mabara huko. Wazee wameshika fimbo, wamama wanalala chini, wanachapwa kweli. Nikasema ili ndio kanisa, licha kwa nilikuwa sijui. Lakini nikapenda tu ile, lakini nikasema wanalala chini, sijui ni Ujaluoni ama ni wapi. Wazee, nini? Mama anatandikwa, analia kweli. Sijui ni umbea. Niliona. Baadaye nikaanza kufikiri kanisa, sikuwahi kusahau. Kasema makanisa yote yangekuwa kama sampuli hii. Na watu sasa wawe na roho. Alafu kigafilika, mimi nikigafilika na kwa chini natandikwa vizuri. Mbinguni tutaingia. Wacha kanisa la unafiki. Kanisa liko na roho kweli, limeviviwa. Alafu liko na discipline. Paulo alikuwa anasema, "Mnataka nije kwenu kwa upendo ama nije kwenu na fimbo?" Walikuwa discipline. Ni kanisa iko na roho, ni kama shule venye wako na discipline. Za zamani wakati venye watu wanachapa wako na discipline kweli. Alafu sasa waongezwe Roho Mtakatifu ndani yao. Unafikiri ni discipline kiasi gani? Discipline ya kweli. Leo hata shule watu hawachapwi. Neno saa zingine hata likikuchapa ndio uonekane. Hata hujachapwa hata fimbo. Neno tu. Na ni kitu ambacho umekifanya. Mzinzi hataki ambao uzinzi wake, shoga hataki ambao ushoga wake. Endelea. So huu upole tuangalie, ni upole wa ndugu kwa ndugu. Akiwa ameteleza, mnamleta kwa upole. Akiwa anakataa dhambi zake, anakataa, naomba sasa hakuna upole hapa. Hakuna upole. Chukua ndugu mwingine, muombeni apeane kwa ibilisi, mwili wake uharibiwe. Hapo hakuna upole. Lakini wao ndani ya maandiko yanakubalika. So nisingoje ndugu wakusanyike waanze kuniombea kwa Mungu mwili wangu upewe na shetani, kwa sababu niko kwa mwili. Utapeanwa kweli na utatandikwa na shida za kila mahali. Shetani anaweza kupata shida za kila mahali zitakuchapa, ama magonjwa ya kila mahali atakufuata wewe ama mimi. Mungu ana njia nyingi ya kutuhumble, njia nyingi ya kukunyenyekeza wewe. Yeye ni mfinyanzi, anaweza finya sehemu yako moja basi ukae uwezi maisha yako yote. Ni kwa sababu gani? Ulionywa na watakatifu, ama mimi nilionywa na Roho Mtakatifu nikapuuzia. So upole unapaka kurekebishwa. Unaporekebishwa, mimi ninaporekebishwa niko na hii roho. Inafaa angalie sana, unaporekebishwa kuna roho ya upole. So si sana watu wakirekebishwa wawe na roho ya upole. Huwa sana tuko kwa mwili. Sasa nijue tayari. So nikiona mtu anakuja rekebisha, nijue kabisa si haraka, huwa ni haraka nikatae. Nijue huwa ni haraka nisiwe mpole. Sasa nishuke niwe na amani na nimsikize, mwisho wa siku mtafikiana. Umekosa akili, wachana naye, tubu. Kaa kwa laini. Unaona anakuonea, ita ndugu mwingine, kaeni chini myazungumzie katika upendo na amani. Kiasi kwamba mtu yuko hapo nje, sisi tuko hapa lakini hajui. Lakini imefika mtu paka watu wanabebeshana viti makanisa mengine. Ama pia hapa umefika umepandisha sauti, upole. Unapopandisha sauti mwenzako anaposhuka na kwambia njoo, ongea kwa upole. Inamaanisha unafaa ujue. Uona tembea kwa mwili, na utembea kwa mwili utakufa. Utembei kwa roho. Kama uko na roho, tembea kwa roho. Ukiambiwa shuka chini, unashuka chini kwa uwezo wa Mungu. Usiambiwe shuka chini ndio unapanda. Uko kwa mwili wewe ama mimi. Mungu yuko na sauti kubwa sana. Mungu ndo angeweza kupaza sauti kabisa na ulimwengu pasuke. Hiyo sauti yangu ndio
Hiyo sauti yako ndio. Mpendwa akikwambia shuka, shuka chini. Na zingine mnaweza ongea ikapanda sauti yako ghafla, lakini mwenzako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akakwambia mpendwa, shuka, shuka, uko juu, shuka. Haujajiona. Wewe unashuka. Samani, pole. Siku pangia sauti ifanye nini? Iende juu. Mnashuka mnaongea. Hapa Roho anafanya kazi. Lakini mwenzako anakuambia tulia, shuka chini. Hawa watu wa mataifa wafaisikie, wewe ndio umepandisha, sasa si wasikie, twende. Uko kwa mwili ama niko kwa mwili? Malizia. Na kiasi. Kiasi haimaanishi kiasi ya neno. Unapofungua neno, Roho Mungu akuongoze. Kiasi inamaanisha self control. Muhimu sana hii. Sana mtu ambaye ameokoka, akiwa aliishi maisha machafu, alilewa, alizini, baada ya kuokoka bado ni mlevi na bado anazini kwa roho ama kwa mwili. So you are self control. Mtu akiokoka wana kitu anapewa self control kupitia Roho wa Mungu. Yaani anaweza dhibiti mwili wake. Anaweza kuwa hajaolewa na anakaa katika neno, anaweza kaa muda mwingi. Mama mmoja ambaye anaitwa Ana, kaa miaka mingi sana katika kanisa la Bwana akifunga usiku mchana na akiomba. Na hiyo ndio ilikuwa inamsaidia. Lakini angekuwa anakaa na mama wengine, angejipata ameingia katika uchafu wa kimwili. So lazima ukae katika neno, lazima tukae katika maombi wapendwa. Lazima tutembee katika roho. Imeisha? Katika mambo kama haya hakuna sheria. Napotembea katika hayo, yafahamu natembea kwa roho. Mungu akipenda tutaendelea na somo hili. Lakini nijitafute. Sehemu zozote Mungu amenionyesha nimekuwa nikitembea vibaya, nikiri na niwache. Unaweza kuomba Petro. Mungu Baba yetu, tunakushukuru Bwana kwa neno lako ambaye ni Kristo Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa roho wako Bwana. Kutoka kutuweka wazi na kutuonyesha Bwana. Bwana, kwa Bwana wale wanatembea na roho Bwana. Hao ndio watoto wako Bwana. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili. Zidi kutujenga Bwana, zidi kutuongoza Bwana. Kwa hiyo kuna kipindi chochote ambacho tunatenda kinyume na kutembea katika roho Bwana. Baba, naomba tusamehe na utuhurumie Bwana. Baba, tunasema asante kwa sababu umezungumza na roho zetu Bwana, umezungumza na nafsi zetu Bwana. Baba, tupe roho ya unyenyekevu Bwana, zaidi na zaidi Bwana. Baba, tuongoze Bwana. Tuongoze kupitia Roho wako Mtakatifu Bwana, aliye ndani yetu Bwana. Azidi kutukanya, azidi kutuonyesha Bwana. Baba, hata wale wengine Bwana waliosikia neno hili Bwana, Baba, nataka tuzungumze nao Bwana usiku wa leo Bwana. Wakapata kutambua Bwana hakika kweli wanaotembea katika roho Bwana ni wa Mungu, na katika mwili ni wa shetani Bwana. Ndio Bwana. Na wakapata kuwa na uhakika Bwana. Ndio Bwana. Wakifa katika mwili Bwana, ziwa la moto ni sehemu yao Bwana. Ndio Bwana. Baba, nenda kawajalie toba. Nenda kawajalie kuhuzunika na maovu na dhambi zao Bwana. Ndio Bwana. Wasisikie tu ikawa kawaida kama wanasikia tu Bwana. Bali kutana nao Bwana, zungumza nao Bwana. Baba, sifa na utukufu huku ndio Bwana. Bwana, kwenda kufunga ushirika wako huu Bwana. Atufunge ushirika wa neno lako Bwana. Atufunge umoja wa neno lako Bwana. Atufunge kutembea na Roho wako Mtakatifu Bwana. Baba, tunafunga kwa masango, tumekubaliana katika kazi za mwili wetu Bwana, ambao wewe ndio kutendea Bwana hata kazi zetu za mwili Bwana. Baba, tunakushukuru hata ile kwa majumbani Baba. Nenda kawatangulie Bwana. Baba, tunasema ni asante kwa sababu umezungumza nasi na tumesikia Bwana. Baba, tupate unyenyekevu, tupate kudumu katika neno lako. Tupate kudumu katika kuongozwa na Roho Mtakatifu aliye ndani yetu Bwana. Baba, zidi kumtumia mtumishi wako Bwana, ambaye Bwana umemchagua Bwana. Baba, zidi kumtumia zaidi na zaidi Bwana. Baba, acha mbingu kashuhudie Bwana. Acha Baba ulimwengu wako Baba kukubaliana naye Bwana. Baba, hakika umekuchagua chombo kilichokuwa kinyonge na dhaifu Bwana, na kikatenda kazi ambazo sifa zote zikurudie Bwana. Baba, nenda kamtunze na familia yake. Nenda kamuongoze Bwana katika kweli neno lako Bwana. Mpe hekima Bwana,
ya kuongea. Mpe hekima chochote kile ambacho tutakwenda kunena Baba, kwa mpendo yote ule Bwana. Baba, hata kwa mwenye dhambi Bwana, acha wakajione na wakamwone Kristo ale ndani ya mtumishi wako Bwana. Baba, nguvu hizi Bwana, tunaomba ukazidi kustenda kwa mtumishi wako Bwana. Asionekane Baba, bali Kristo Yesu akaonekane Bwana. Nasema hakika kweli huyu ni Kristo anatenda Bwana. Baba, tunakushukuru kwa miujiza yako unayotendea. Toka kuanzisha ushirika huu mpaka mahali hapa Bwana, hadi pale utupeleka Bwana. Baba, nenda kajitukuze. Baba, chasi tukakugue. Baba, tunasema asante. Hadi tunapokuja kutoa sadaka Bwana, nenda ukabadili kazi ya mikono yetu Bwana. Baba, ndio fedha na zangu zako Bwana. Baba, mili wewe ndio unatengeneza Bwana. Hakuna Baba, sisi tunafanya kwa uwezo wetu Bwana. Baba, kwa uwezo na mamlaka yako kwa Bwana. Baba, nitakubariki kazi ya mikono hii. Nitakubariki kazi zetu Bwana. Baba, Bwana Bwana, nitakujazie Bwana. Baba, tunaomba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Neema, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Baba yetu, Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. So we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and glory forever.